Karibu katika Mohamed Talk. Hapa tunaangalia historia nzima ya Wasafi Television na Wasafi FM. Ni simulizi ya mapinduzi ya vyombo vya habari nchini Tanzania, ikiongozwa na msanii maarufu wa Bongo Flava Nasibu Abdul Juma. Diamond ni chombo kinachobadilisha namna wasanii wanavyoweza kumiliki na kudhibiti biashara ya habari na burudani. Hapa kuna undani wa historia hii na umiliki wake. Mwaka 2017 mpaka mwaka 2018, chimbuko la radio au TV, Diamond Platnumz alikuwa tayari amejenga lebo kubwa ya muziki wa WCB, Wasafi Classic Baby. Maono ya kuanzisha chombo cha habari yalikuja baada ya Diamond kuona changamoto ambazo wasanii wanapitia katika kupata airtime na kwenye vyombo vikubwa vya habari. Maandalizi. Mchakato wa maombi ya leseni ulianza mwaka 2017 na mwezi Februari 2018 Diamond alikabidhiwa leseni rasmi na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Kuanzia kwa utangazaji. Wasafi TV ilianza kurusha matangazo yake kwa mara ya kwanza mnamo April 2018. Ilifuatiwa na Wasafi FM miezi michache baadaye. Wamiliki wa Wasafi Media. Wamekuwa mijadala mingi kuhusu umiliki wa Wasafi, lakini rekodi rasmi ikiwemo zile zilizowahi kuwekewa wazi na TCRA, maelezo ya viongozi wa kampuni zinaonyesha muundo huu. Diamond Platnumz Nasibu Juma ndiye mwanzilishi na mmiliki mkuu mwenye hisa nyingi, majority shareholder. Anashikilia nafasi ya mwenyekiti ama chairman. Wadau wa kimkakati, strategic partners. Kuna wafanyabiashara na wataalamu wa habari ambao wana hisa ndogo, minority shares, kwa ajili ya ushauri wa kitaalamu na uendeshaji, ambao wana hisa ndogo na uendeshaji. Uhusiano na Clouds Media. Katika miaka ya mwanzo kulikuwa na dhana kuwa Clouds Media walikuwa na mkono katika uwekezaji huo, lakini Diamond alikuja kukanusha na kueleza kuwa Wasafi ni chombo huru kinachojitegemea, ingawa watendaji wake wengi kama Babu Tale na wengine walipata mafunzo au uzoefu kupitia mfumo wa Clouds. Misukosuko Wasafi Media. Kama zilivyokuwa media zingine, Wasafi ilipitia nyakati ngumu kisheria. Mwaka 2021 kufungiwa mwezi Januari, Wasafi TV ilifungiwa kwa miezi 6 na TCRA kwa madai ya kukiuka kanuni za utangazaji baada ya kurusha picha za msanii Gigy Money zilizotafsiriwa kuwa ni kinyume na maadili wakati wa tamasha la Tumewasha. Adhabu ya faini. Wasafi FM pia iliwahi kupata adhabu ya kufungiwa kwa muda mfupi kufuatia baadhi ya vipindi vya asubuhi kutumia lugha isiyofaa. Mwaka 2025 mpaka mwaka 2026. Februari mwaka 2026, Wasafi Media imekuwa mshindani mkuu wa Clouds Media na EFM. Digital transformation. Wasafi imeweka nguvu kubwa kutoka kwenye YouTube na mitandao ya kijamii, ikiwa na watazamaji wengi zaidi Afrika Mashariki. Wasafi Complex, kampuni imefanikiwa kuhamia katika majengo yake mapya ya kisasa, Wasafi Towers, ambayo linajumuisha studio za radio, TV na lebo ya muziki sehemu moja. Uwekezaji wa AI. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, mwaka 2025, Wasafi imeanza kutumia teknolojia ya akili mnemba AI katika kuchakata maudhui na kidijitali na uchambuzi wa takwimu za wasikilizaji wao. Hapa kuna jedwali la muundo wa Wasafi Media Group. Sehemu Wasafi, maelezo inapatikana kwenye ving'amuzi vya Azam TV, StarTime na Zuku.